Muhammad Mamba anaulizia kwamba iwapo kwamba umesahau nguzo katika sala lakini ukakumbuka baada ya kutoa salamu, nini kinachotakiwa kufanyika? Iwapo kwamba kusahau kwako nguzo katika sala, ikiwa ulisahau baada ya kuwa ameshatoa salamu, jambo la kwanza tunaangalia, je, muda wa kutoa kwako salamu na kukumbuka ni ikiwa ni muda mrefu au umeshashughulika na muda mfupi lakini umeshashughulika na mambo mengine, itakubidi uanze upya sala yako. Narudia kwamba iwapo kwamba umesahau nguzo katika sala yako, lakini umekuja kukumbuka muda mrefu baada ya kuwa umeshatoa salamu, au hata si muda mrefu lakini umeshaingia katika matendo mengine, pengine inawezekana kwamba umeswali sunna au umezungumza na watu mazungumzo mengine ya kidunia na vitu vya namna kama hiyo, basi hapo itakubidi kwamba uanze upya. Ama wapo kwamba umekumbuka muda mfupi tu baada ya kutoa salamu na hujashughulika na mambo mengine, ulikuwa bado kwenye sala au pengine tu umeanza tu adhikari na baadaye ukakumbuka au ukakumbushwa kwa wakati huo, basi unachotakana kukizingatia, cha kwanza zingatia kwamba hicho ulichokisahau isije ikawa ni takbiratul ihram. Hili ni jambo la kwanza. Ikiwa ni takbiratul ihram itakubidi pia uanze upya kwa sababu ulikuwa hukuingia kwenye sala kwa inshallah sala nyingine. Lakini hapo kwamba ni nguzo nyingine itazingatiwa kwamba je, nguzo hiyo umeisahau nguzo katika rakaa ipi? Iwapo kwamba ni katika rakaa za kabla ya rakaa ya mwisho, ikiwa ni katika rakaa kabla ya rakaa ya mwisho, basi itakubidi ulete rakaa nzima, na baada ya hapo ukamilishe sala, na ukishakamilisha kabla ya kutoa salamu utasujudu sijatu sawa, alafu utatoa salamu. Iwapo kwamba ulichokusahau ni nguzo katika rakaa ya mwisho, basi utaileta ile nguzo iliyosahau na nguzo zinazofuatia baada ya hapo mpaka kukaa tashahudi, na baadaye utaleta sijatu sahwi na utatoa salamu. Nadhani itakuwa nimeeleweka. Kuna hali tofauti hapa. Hali ya kwanza ni kuangalia kwamba je, muda watokea kumaliza sala na kukumbuka ni muda gani. Iwapo kwamba ni muda mrefu umepita, itakubidi uanze upya. Iwapo kwamba si muda mrefu, ni muda mfupi, lakini mara baada ya kumalizika sala ukaingia kwenye maongezi mengine, masuala yani kushughulika na mengine, pengine ukaanza kuzungumza na watu kuhusiana na habari za kwenda na kurudi na kununua na kuuza na vitu vya namna kama hiyo, basi hapo utaanza upya. Lakini wapo kwamba umekumbuka ni muda mfupi tu, muda mfupi, au ni muda mfupi lakini ni muda mfupi tu, au ni muda ambao kwamba haujazungumza vitu hivyo vinginevyo vinavyohusiana na vinavyohusiana na yasiyohusiana na sala, basi utanyanyuka ili uje tukuangalie katika hali za kombi. Tumesema kwamba isiwe ni takbiratul ihram. Ikiwa ni takbiratul ihram iliyokuwa umesahau, umekumbuka kwamba hukuleta takbiratul ihram, basi maana yake nayo utaanza upya kuisali upya sala hiyo. Lakini wapo kwamba si takbiratul ihram na umekumbuka muda si mrefu na hujazungumza mambo mengine yasiyokuwa hayo, basi tutaiangalia. Iwapo kwamba nguzo ilisahau, nairudia hii ili ikae vizuri zaidi, nguzo uliyosahau tutasema kwamba si katika rakaa ya mwisho, ni ima rakaa ya kwanza au rakaa ya pili au rakaa ya tatu katika sala zenye rakaa 4, au ni rakaa ya kwanza katika sala au ya pili kwenye sala za rakaa tatu, au ni rakaa ya kwanza kwenye sala ya rakaa 2. Iwapo nguzo hiyo imesahau katika rakaa isiyokuwa ya mwisho, basi itakulazimu ulete rakaa kamili.
ulete rakaa kamili, kwa maana kwamba utasimama uanze kusoma suratul Fatiha, uende kurukuu, uende kuitidali, uende kusujudu mpaka ufike ukaita tashahudi na kumalizia sala yako na kuleta sijatu sahwi. Iwapo kwamba ni rakaa ya mwisho, utakachokileta anza kukileta ni ile nguzo ulioisahau na nguzo zinazofuatia. Kwa mfano, iwapo kwamba ulikuwa umesahau kusoma suratul Fatiha katika rakaa ya mwisho, maana yake utasimama, utasoma suratul Fatiha, pengine utasoma baada hapo kama sunna kusoma sura nyingine, baadaye utakwenda kurukuu, utakwenda kuitadili, utakwenda mpaka utakapomaliza sala yako, tashahudi ya mwisho, utasujudu sijatu sahwi, halafu utatoa salamu. Ama iwapo kwamba pengine umesahau rukuu, kwa hiyo utakachorudi utarudi kwenye rukuu. Ukifika kwenye rukuu utasimama na kurukuu, utaleta baada ya hapo itidali, sijida na mfano wake. Iwapo kwamba ulisahau sijida moja, ikiwa ni utaileta ile sijida, ikiwa ni ya mwanzo utaileta sijida hiyo, halafu utakaa kitako cha kupumzika, utaingia kitako cha kati ya sijida mbili, halafu utaleta sijida nyingine, halafu utakaa tashahudi, utaendelea. Iwapo kwamba ulisahau sijida ya mwisho, utaileta sijida hiyo, halafu utakaa tashahudi na hivyo. Kwa hiyo hii ndicho ambacho unachotakikana kukifanya ili kurudia sala yako kwa utaratibu wa namna kama hiyo.